Anasema na huyo wanne akakimimina kitasa chake juu ya jua. Na alikapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Eti nikapewa kufanya nini? Kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa. Nao wakalitukana. Eti nuru ya jua itaongezwa mara ngapi? Mara mengi mpaka iunguze watu. Mpaka iunguze watu. Isaya 30 mstari wa 26 kwa haraka. Soma hiyo. 30 mstari wa 26. Anasema hiyo 26. Soma hiyo andiko. Umesema 30:26. Yes. Na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua. Eti nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya nini? Ya jua. Nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya nini? Ya jua. Teremka. Na nuru ya jua itaongezwa mara 7. Eti nuru ya nini? Ya jua itaongezwa mara ngapi? Mara 7. Teremka. Kama nuru ya siku 7. Kama nuru ya siku ngapi? 7. Teremka. Katika siku ile Bwana atakapofunga mapigo ya watu wake. Eti katika siku ile Bwana atafanya nini? Atakapofunga mapigo ya nini? Ya watu wake. Ya watu wake. Na watu wake na kuliponya pigo la jeraha yao. Achia pale. Kumbe hiyo siku hata nuru ya mwezi pia itakuwa kama ya jua. Ipatie kitabu cha Zaburi 121 mstari wa ngapi ile? Mstari wa 5. Hadi kwamba wakati huo hata mwezi pia itakuwa inachoma, wakati ambapo Mungu analipiza kisasi juu ya wale waliofanya ibada ambayo ni ya mnyama, ambayo mtumishi anakuja kueleza kwa undani. Asoma hiyo andiko. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana. Eti nini? Jua halitakupiga mchana. Wakati itakapoongezwa mara 7 ni kwamba halitakupiga mchana. Teremka. Wala mwezi wakati wa usiku. Eti wala mwezi wakati wa usiku. Eti wala mwezi wakati wa usiku. Kumbe kuna wakati ambapo mwezi utaunguza watu, wakati wa usiku. Lakini Mungu ameahidi ya kwamba wale watakao kataa hii ibada ya mnyama, hii ibada ya mnyama hii, ni kwamba watapata nini? Kimbilio. Watapata kimbilio. Wale ambao watapata alama 6. Ingine kwa haraka. Anasema na huyo wakanya wakakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi. Juu ya kiti cha enzi. Cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza. Eti ufalme wake ukafanya nini? Ukatiwa giza. Ufalme wake ukafanya nini? Ukatiwa giza. Wakafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Kwa sababu ya maumivu. Tulia kidogo. Ni kwamba mwanga inatusaidia kuangalia ama kuona, si ndivyo? Elekea kitabu cha Kutoka. So dunia inapotiwa giza, inamaanisha kwamba kutakuwa na nini? Kutakuwa na kuona pale katika ufalme huu ambao ni wa Kiroma. Yes, kwa wote ambao wanatumaini ama wamefanya ibada hii ya mnyama, ni kwamba watapata nuru hiyo siku. Hebu fanya hivi. Kutoka 10 mstari wa ngapi ile? 10 mstari wa 23. Hebu angalia hapo. 10 mstari wa 3 ama 23. Hebu angalia hapo pale inasema giza kwa haraka. Ndio hiyo sasa. Isaya 10 Kutoka 10:23. Ayasema andiko, hawakupata kuonana mtu na mwenziwe. Hebu anza na mstari wa juu kidogo. 22. Basi Musa akaonyesha mkono wake kuelekea mbinguni. Musa akaonyesha mkono wake kuelekea mbinguni. Ukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri. Teremka. Kwa muda wa siku 3. Eti kwa muda wa siku 3 hawakupata kuonana mtu na mwenziwe. Eti hawakupata kuonana na mtu na mwenziwe. Wala kuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Eti muda wa siku ngapi? 3. Unaona? Ni kwamba hawakuweza kuonana. Lakini teremka chini usikia. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makooni mwao. Haya. Eti wana wa Israeli walikuwa na mwanga. Na wengine hawana mwanga. Kumaanisha kwamba hata Kenya Power haitafanya hiyo siku. Kenya Power haitafanya hiyo siku.
Kwa sababu gani? Mungu atatia mwanga kwa wale wote wamefanya ibada ya mnyama. Mtumishi ataeleza vizuri ibada ya mnyama ni nini. Sanamu ya mnyama ni nini? Chafa yake ni nini? Ingine nipatie ingine kwa haraka changamka. Anasema hivi, pigo lingine, pigo la 6 sasa. Linasema nini? Wewe 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Mto Frati. Maji yake yakakauka. Maji yake yakakauka. Ili njia itengeneze kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Wafalme watokao katika mawio ya jua. Maji maana yake ni watu. Hadi kwamba mto Frati ulikuwa ukifanya nini mtumishi? Ulikuwa ukisupport Babeli. Ilikuwa ikifanya nini? Supply maji akule Babeli. In other words, watu sasa watagundua kwamba kumbe hii mnyama, kumbe hii mfalme imekuwa ya uongo. Ni ufalme ambao sasa imedanganya watu. Sasa wataachana naye. Na watakapoachana naye, teremuka kwa haraka. Teremuka. Pigo lingine ama teremuke na ndiko. Hebu rudi nyuma kidogo kwa hiyo pigo lingine umalize kuna statement hapo kidogo. Inasema nini? Wa 6 ama wa 5. Hiyo ya previous kwa haraka. Na huyo alitaka kimimine kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka. Ili itengeneze kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Roho 3 za uchafu. Achia pale kwanza. Tumeambiwa kwamba sasa hii support, in other words kwamba watu watakapogundua kwamba wamedanganyika na hii ufalme na hata na wachungaji wao, nini itafanyika? Ni kwamba watageukia hata wachungaji wao. Maana hebu nipatie kitabu cha Zekaria 14 mstari wa ngapi ile? Mstari wa 12 inasema nini?